mpaka utie bidii kwenye mtihani. Nakwambia hivyo. Kila wakati kuna wanafunzi wengi sana wanawaona wanafanya mtihani bila kufanya nini? Kudurusu. Jaza mapengo kwa maneno kinyume cha yaliyopigiwa mstari. Kinyume unajua wakati wote ni upande wa pili. Kinyume cha yale maneno. Tangu juzi kumenyesha mvua kutwa. Kinyume cha kutwa na kucha. Vizuri sana. Ingawa Mwachofi ni bahili, rafiki yake ni kinyume cha bahili. Nyosha mkono. Sam, unasema nini? Bahili ni yule ambaye hapeani, unajua ni mtu mchoyo. Kwa hivyo sasa umejua kinyume ni mkarimu. Ni mkarimu Bahili ni wale. Maana ya Suriama ni nini? Suriama ni chotara. Gilibu ni kudanganya au kufanya nini? Kulagai. Kanusha sentensi ifuatayo kwa umoja. Kanusha kwa umoja. Andika hii sentensi. Sisi ndio tunaopenda kucheza haki za watoto. Sisi ndio tunaopenda kuchezea haki za watoto. Unakanusha kwa umoja. Sisi ndio tunaopenda kuchezea haki za watoto. Sisi ndio tunaopenda kuchezea haki za watoto. Kanusha kwa umoja. Unakanusha na katika hali ya umoja. Naam. Nimesema kanusha. Sehemu moja ndio umekosea. Mimi ndiye sipendi kuchezea haki za watoto. Vizuri sana. Mimi ndiye sipendi kuchezea haki za mtoto. Si ni watoto? Haki za watoto ni haki za watoto. Huwezi geuza. Andika maneno mawili yenye silabi mwambatano ya konsonanti mbili. Andika maneno mawili yenye silabi mwambatano ya konsonanti mbili. Konsonanti mbili. Nyosha mkono. Kubwa. Konsonanti mbili lazima zifuatane. Katika ile bwa, ba na wa. Bweka. Ndimu. Ndoa. Ndoto. Ndevu. Jifunze kunyosha mkono. Ndio? Nimesikia mwalimu. Haya, bainisha aina za maneno katika sentensi. Andika sentensi hapo. Alifika alfajiri ingawa alilala na kuamka. Alifika alfajiri ingawa alilala na kuamka. Alifika alfajiri ingawa alilala na kuamka. Alifika ni kitenzi. Alfajiri inaelezea kuhusu kile kitenzi, kwa hivyo ni kielezi. Ingawa pale kinatumika kama kiunganishi. Alilala ni kitenzi, na ni kiunganishi. Kuamka ni kitenzi. Kuamka na kuamka. Alilala na kuamka. Nilikuwa nafikiria kuamka ni nomino kitenzi jina. Pana. Ni kitenzi. Andika upya sentensi hii kwa kufuata maagizo. Kalamu ilipopotea mwanafunzi aliingiwa na wahaka. Anza kupotea. Anza kupotea. Kalamu ilipopotea mwanafunzi aliingiwa na wahaka. Anza kupotea.
Nimekuambia ugeuze sentence uanze na neno kupotea. Kalamu ilipopotea mwanafunzi aliingiwa na wahaka. Anza na kupotea. Naam. Kupotea kwa kalamu kulimfanya mwanafunzi kuingiwa na wahaka. Kupotea kwa kalamu kulimtia wahaka mwanafunzi. Umefanya vizuri kujaribu, vizuri sana. Andika sentensi katika hali ya kutendwa. Kutendwa. Paka alimla panya juzi asubuhi. Tendwa. Paka alimla panya juzi asubuhi. Kwa hivyo sentensi hiyo inasema panya aliliwa na paka juzi asubuhi. Unageuza kwanza kitenzi kisha unageuza sentensi. Panya aliliwa na paka juzi asubuhi. Mzee analima shambani, unaigeuza kutendwa. Mzee alilima. Shamba linalimwa na mzee. Shamba linalimwa na mzee.